katika ndani ya nyumba na hakuna mtu yote mwenye sauti juu yetu. Tulikuwa tunaona sisi tukishaongea ndio tumemaliza. Hakuna mwingine anaweza kujibizana na mimi. Vinginevyo anaweza kanijibu nikampiga makofi hata kama atakuwa ametaka kuchangia pengine kutoa wazo lake, lakini nisimsikilize. Kwenye kila jamii, mila, tamaduni na desturi zimekuwa nguzo ya maisha, zikilea, zikikuza na kulinda maadili. Hata hivyo, ndani ya baadhi ya mila hizo kumejitokeza mienendo inayoweza kuchochea ama kuhalalisha ukatili wa kijinsia. Mila potofu. Watoto wana imani kwamba labda akifanya kibaka au akilawiti pengine ndio anaweza akafanikiwa. Kwa hiyo, jina langu naitwa Heret Mola. Karibu, na leo tunakwenda kuangazia namna wanajamii, viongozi wa mila pamoja na kituo cha taarifa na maarifa maarufu kama KC kinavyoweza kuwa mstari wa mbele katika kutokomeza ukatili wa kijinsia ndani ya kata Kalenga, mkoani Iringa. Kituo cha taarifa na maarifa maarufu kama KC kilianzishwa na mtandao wa jinsia Tanzania TGNP. Kimekuwa sehemu salama kwa wakazi wa kata Kalenga katika kujifunza, kuuliza maswali na kupata msaada kuhusu ukatili wa kijinsia. Kwa majina naitwa Rose Usiku, mwenyekiti wa kituo cha taarifa na maarifa kata Kalenga. Kwa kifupi tunaitwa KC. Kituo cha taarifa na maarifa kata Kalenga ni kituo kipya. Kimeanzishwa Novemba 2024. Kwa hiyo toka hapo nyuma hatukuwa na kituo kama hiki. Kwa baada ya kuanzisha kituo, juhudi kubwa sana tuliwezeshwa na kituo kutumisha elimu kwenye jamii. Kwa hiyo kituo kinafanya vizuri sana kupambana na ukatili kwa kutoa elimu kwenye makundi mbalimbali, shuleni, kwenye mkusanyiko ya watu. Lakini wananchi hao wanasemaje kuhusu uwepo wa kituo hiki na elimu wanayoendelea kuipata? Kabla ya kupata mafunzo haya nilikuwa sielewi nini maana ya ukatili wa kijinsia, lakini tangia nimepata mafunzo haya naelewa sasa nini maana ukatili wa kijinsia na ninaweza kwenda kuelimisha jamii ili epukane na hili swala la ukatili. Nimepata imeniongezea maarifa makubwa, jinsi ya kujipambanua kimaisha, pia katika mambo ya jinsi na jinsia. Maana watu watu katika jamii zetu wana mila potofu na cha kwanza katika mgawanyiko wa kazi hasa nimejifunza hapo. Unakuta mgawanyiko wa mwanaume na mwanamke. Kumbe kuna kazi ambazo jamii tulikuwa tunaziona kama ni za wanawake tu, na kazi nyingine tulikuwa tunaziona ni za wanaume tu. Kumbe kazi zile pia zinaweza zikafanywa na mwanaume hata na mwanamke. Hata hivyo, wananchi hao wanakiri kuwa uelewa umeendelea kuongezeka, lakini safari bado ni ndefu ya kutokomeza ukatili. Nafikiri pamoja na elimu tunaitoa na vitu vingi tunavyoelekeza kwenye jamii, lakini bado unakuta ukatili unaendelea kulingana pale. Labda vitu vinavyochangia ni mila potofu. Watoto wana imani kwamba labda akifanya kibaka au akilawiti pengine ndio anaweza akafanikiwa. Kwa hiyo mila potofu zinachangia kwa asilimia kubwa watu kuendelea kutenda ukatili, na wakati mwingine ni huruka za watu. Ni mtu kama kalelewa kwenye hayo mazingira, kutoka kuzaliwa kwake anaona yale matendo yanatendeka kwa wazazi. Kwa hiyo anapoendelea kukua, anaoa naye anakuja anafanya hivyo vitu, anaona ni vitu vya kawaida, kumbe ni ukatili. Uchumi ndio unaosababisha wananchi, hususan mtu kumfanyia ukatili. Ni kwamba kwanza tuseme ni nani ya kishirikina. Sasa tuchukue hivyo kwa sababu mtu anaenda kumlawiti mtoto ili apate mali. Kwa hiyo nayo nimekuwa ni kubwa sana, lakini sasa hivi wakati tunavyoelekea na mafunzo tunavyozidi kuyapata tunayatoa na inatokomeza kabisa. Kwa hiyo sasa hivi ukatili unaanza kupungua hata mashuleni. Wazazi walikuwa hataki kupeleka chakula, kwa hiyo anamfanyia ukatili mtoto. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunahamasisha mashuleni ili mzazi apeleke chakula ili mtoto wake apate elimu bora. Viongozi wa kimila wana nafasi ya kipekee na mchango mkubwa wa kuongoza mabadiliko na mitazamo ya jamii wanayoongoza. Zuberi Witala ni mmoja wa kiongozi wa kimila katika mkoa wa Iringa na mkazi wa kata Kalenga. Hapa anaelezea namna ambavyo elimu hiyo imekwenda kuwaletea mabadiliko chanya viongozi hawa. Viongozi wa kimila, haya mafunzo nimeyapenda sana na yameweza kutuzindua mambo mengi ambayo yanafanyika kiukatili,
ambayo mengine tulikuwa tunaona labda ni maisha, ni mambo ya kawaida. Kumbe sio mambo ya kawaida, ni mambo mabaya ambayo tulikuwa tunawatendea jamii yetu, kwa sababu kuna wengi miongoni mwetu walikuwa wakifanya au tukifanya makosa kama tunasema ukatili wa kijinsia, lakini tulikuwa tujui kwa ni ukatili wa kijinsia. Tulikuwa tukijua ni hali halisi, kwa sababu mimi ni mwanaume, kwa hiyo naweza nikafanya lolote kwa wanawake au kwa watoto kwa sababu mimi ndio baba. Kwa hiyo tulikuwa tukiwa katika ndani ya nyumba na hakuna mtu yote mwenye sauti juu yetu. Tulikuwa tunaona sisi tukishaongea ndio tumemaliza. Hakuna mwingine anaweza kujibizana na mimi. Vinginevyo anaweza kanijibu nikampiga makofi, hata kama atakuwa ametaka kuchangia pengine kutoa wazo lake, lakini nisimsikilize. Lakini kupitia masomo haya tujifunza, nimepata kuelewa mambo mengi na kujua kwa kumbe baadhi ya mambo mengi yanafanyika huko kijijini ambayo ni ukatili wa kijinsia, lakini sisi tunaona kama ni mambo ya kawaida. Kwa hiyo toka tulipoanza kupokea masomo na sisi vile tumeanza kutoa elimu kwa jamii ili elimike, wabadilike, wasiendelee kuwa na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mtaalamu wa masuala ya afya uzazi, malezi na jinsia, Dr. Katanta Simwanza anaelezea njia ya kufikia mabadiliko endelevu na yenye usawa kwa wote. Bado kazi kubwa inatakiwa iendelewe kufanyika, hasa katika kutoa elimu ili kuweza kuwafikia watu wengi na wadau wengi zaidi katika jamii hii ambayo ya Kalenga ambayo wanaishi. Ili jamii iweze kwenda na kuwe na amani na ustawi ule wa kweli ambao tunautamania, ambao bado hatujafikia, ni lazima kila mtu ashike nafasi yake. Wanawake wapewe nafasi yao, wanaume wapewe nafasi yao, watoto wapewe nafasi yao. Na kwa kufanya hivyo utaona katika masuala ya uongozi, masuala ya siasa, katika vyombo vya kutoa maamuzi, watu hawa wote wakishirikiana pamoja, changamoto ya masuala ya ukatili wa kijinsia, udogoshwaji na mambo mengine yote ambayo tunaona ambayo tusingependa kuona kutokea katika jamii yetu yataweza kuondoka kwa namna moja au nyingine.